tutakuwa na magari 8. Kwa mkoa wa Njombe tutakuwa tumepokea magari 8 ya zimamoto. Lakini taarifa hapa ya kiongozi wetu, meneja wetu wa TFS inasemaje? Mwaka 2024-25 mkoa wa Njombe tumepata hasara ya moto kwenye hekta 16,000. Tumepata hasara ya moto ambayo jumla yake ya thamani ni shilingi bilioni 38. Manake tuna watu mashamba yao yameungua ya miti. Mwaka 2024-25 tulipata hasara ya shilingi bilioni 8. Mwaka 2020, 21, 22, 23 mkoa wa Njombe tulipata hasara ya moto kwenye mashamba ya miti zaidi ya shilingi bilioni 200. Kama alivyosema hapa mkuu wa wilaya na alivyosema hapa askari wa zimamoto, kuna maeneo huko moto ukiungua unaunguza mahindi, unaunguza misitu ya asili. Mtu anapata hasara ya malisho yake tu ya kienyeji. Wilaya ya Njombe DC wana hasara ya moto bilioni 16 mwaka 2024-25. Kwa nini? Kwa sababu mashamba ya miti yameungua. Ukiona kwenye taarifa ya TFS, wilaya ambayo imepoteza hekari nyingi za kuungua ni wilaya ya Ludewa. Lakini kwenye thamani ya pesa, wilaya ambayo imepoteza hela nyingi ni Njombe. Kwa nini? Kwa sababu Ludewa moto umeunguza mashamba ya miti, lakini sehemu nyingine uoto wa asili. Njombe moto umeunguza mashamba ya miti, mashamba ya parachichi. Tuna profesa mmoja hapa amepoteza heka 600 za miti ya miaka 8. Tuna mtu mwingine kapoteza heka 150 miti na miaka 11. Tuna mtu kapoteza hapa hekari zaidi ya 1000 miti na miaka 4. Wake ni completed hasara. Kwa hiyo magari haya yana thamani kubwa sana kwenye mkoa wetu, kwa sababu bado ujenzi wetu hauna msongamano wa kusababisha athari kubwa. Lakini kwenye mashamba yetu ya miti tuna hasara kubwa sana ya watu. Tuna watu wamepata stroke, tuna watu wamepata pressure, kwa sababu amewekeza kwenye shamba la miti, anakuja kuambiwa moto umeungua na sosi ya moto haifahamiki. Lakini sosi za moto ni hizi ambazo umeambiwa hapa. Ya kwanza, watu wa Njombe wanasema kinyungu. Anaenda anasafisha shamba lake na mabua. Kavuna mahindi, anataka asafishe ili sasa andae shamba. Anachoma mabua, moto unamshinda, unaenda unateketeza shamba la miti la mtu. Anakuja anakuambia mimi naomba ninunue miti. Unamwambia nakuuzia heka moja milioni 10. Yeye anaenda anashirikiana na watu wanachoma lile shamba. Miti kisha ungua, anaona ile hasara, kuja kuambia niko tayari kununua hii miti, basi pole sana miti imeungua ndugu yangu, naomba ninunue iliyobaki. Ananunua kwa milioni 3. Kwa bado tuna watu ambao wanakuwa wanatanguliza chuki kwenye miradi ya wenzao. Lakini pia tuna watu ambao miti yao imechomwa kwa sababu ya wafanyakazi wasio waaminifu kwenye mashamba. Napata kesi. Mtu ana shamba la miti, ameajiri watu. Wale watu wanaenda wanauza miti katikati ya shamba. Anaona bosi akija atagundua kwamba mimi nimeuza miti, ni mwizi. Anaamua kulipiga moto. Anamwambia bosi shamba huku linaungua lote. Kumbe katikati alishauza miti hata eka 10 zimeuzwa. Kwa hiyo nakuja hapa shamba lote limeungua. Kwa tuna watu ambao pia wanawaajiri vijana wenzetu wa Kitanzania, lakini wanakosa uaminifu. Wanaamua kuingiza hasara, anakata tawi alilolikalia yeye mwenyewe. Tuna watu ambao wanafanya shughuli za upasuaji mbao. Anapasua mbao kule msituni. Wanachukua maharage, wanachukua dagaa, wanajipikia. Wanaacha mkaa pale ambapo walikuwa wanapika, wanaenda shughuli zao au wanaenda kulala. Ule mkaa unashika moto utaratibu. Wanakuja kushangaa moto umekuwa mkubwa, unawashinda. Sasa umeenda kupasua mbao, matokeo yake moto wako unashika shamba la mtu,
na moto unahama kutoka heka moja mpaka mtu anaunguza heka 3000 za watu ambao hawahusiki. Sasa kwenye haya tunasema nini? Moja, tafadhali kama na mheshimiwa madiwani kesho kutwa na TFS uje wasilishe. Katibu tawala mpe nafasi awasilishe. Tumesema pale kwenye wasilisho TFS, zimamoto, ofisi ya TAKUKURU, ofisi ya RPC, immigration watafanya mawasilisho tofauti kwenye kikao cha madiwani wote wa mkoa wa Njombe na CMTs. Ili tuanze kutengeneza sheria kali ndogo ndogo za mamlaka za serikali za mitaa kwenye vijiji na vitongoji kwa ajili ya kuwasaidia watu wanaofanya kilimo cha miti, ili swala zima la uchomaji wa mabua, usafishaji wa mashamba kwa kutumia uchomaji wa mabua lizungumzwe kwenye vijiji, kwamba unapotaka kwenda kusafisha shamba kwa kuchoma mabua ujue athari yake ni hii. Na watu wa moto, watazima moto na TFS watashauri kwamba kwa uzoefu ambao tumeupata wa watu kupata hasara kwa kuchoma mabua, tunashauri mtu anaenda kusafisha shamba kwa kutumia moto, ushauri wetu uwe wa aina hii. Pengine ukusanye mabua na unapotaka kuyachoma uwe na watu pengine wasiopungua 3, ili unapochoma una manage kabisa kwamba tunachoma hapa, unaweka mabua kwenye mafungu tofauti tofauti ili moto usiwashinde. Lakini 2, mashamba yaendelee kusafishwa kwa kuwekewa njia, ili moto unapotokea kama unaungua upande wa kwanza, hapa katikati moto usiame. Hebu ngani nipige simu kama kwa hizi mamoto hapo. Halo. Hapa ni Mji Mwema. Moto unaunguza hapa duka. Zimamoto wakatoka. Wanakupigia, namba ipatikani. Tukienda kukutrace, tukakupata, unaenda kwenye sheria. Kwa ni vizuri wananchi wa Njombe watumie nafasi hii vizuri. Magari haya yapo, najua umepewa maelekezo mengi na makao makuu, lakini mimi niyarudie, tuyatunze. Sio tena kesho tunaona gari inapita kumbe alieni kwenye kuzima moto lina bangi. Maana tumeona ambulance zinakamatwa, watu wanadhani zina wagonjwa kumbe zina bangi. Unadhani zina wagonjwa kumbe zina Wasomali wanavuka. Sasa hata magari yetu yakiwa barabarani tuweke hiyo imani. Unajua kwa sababu ya vituko vinavyoendelea, nafika mahali unaona gari la zimamoto lakini polisi baba yako hebu simama. Unaenda wapi? Unaona unakuazika, lakini polisi wamekuwa na uzoefu. Unaona ambulance inapita kumbe ambulance imebeba Wasomali. Kumbe ambulance imebeba bangi. Kumbe ambulance imebeba nyara za serikali, ndovu sijui za pembe. Unaona zimamoto unampa heshima, unampisha, kumbe ana vituko tumo kwenye gari. Haenda hata kwenye moto. Sasa ni vizuri madereva wawe na hiyo tahadhari. Wazingatie ethics za kazi. Wazingatie ethics za jeshi. Ni aibu sana unamfukuza askari kwa sababu alikuwa ni dereva, alibeba bangi kwenye gari. Alafu akapita mahala askari wakajua kwamba hiyo ni gari inaenda kuzima moto, kumbe kulikuwa na bangi. Kwa hiyo nadhani haya mambo yote tuyaepuke. Lakini mwisho nawashukuru kwa shughuli ambayo ni nzuri. Tunazindua leo, tunaamini kwamba tutajenga matumaini makubwa kwa watu wa Njombe na thamani ya magari haya ionekane kwenye maisha ya watu, na hasa kwenye kutusaidia kwenye kupambana na majanga ya moto. Na tupambane katika yengo zote. Moja, kwenye kuwapa elimu ambao mimi mwenyewe nitashiriki na watu wa TFS na zimamoto, lakini la pili kwenye kuacha haraka kwenye matukio. Maana sasa magari yapo, kama changamoto ni visima na mna mapendekezo yote miyaseme, lakini tupeleke elimu kwenye maeneo ya mashule ili kule pia tuweze kutoa elimu ya majanga ya moto, ili watoto watoke na elimu na waweze kuifahamu na namna hata ya utumiaji wa mitungi. Kwa sababu sasa kwa seti ya magari 8 maana yake tuko full set kuweza kufanya kazi. Niwashukuru sana watumishi ambao wamekuja kujitokeza kwa siku hii ya leo, ambayo siku yetu